wikendi kwa taarifa ya tanzia ambapo sherehe za mahari ziligeuka kilio na majonzi baada ya watu 7 kufariki kwenye ajali ya barabarani kilomita 2 kabla ya kufika nyumbani kwa wakwe zao. Naam, familia katika eneo la Kalembwani huko Kibwezi, kaunti ya Makueni imesalia na maombolezo kufuatia mkasa huu ambapo watu 60 pia walijeruhiwa. Na kama anavyoarifu sasa Michael Mutindani kwamba 7 hao walifariki baada ya gari lao kuanguka kwenye bonde dereva aliposhindwa kudhibiti matatu walimokuwa. Ndiyo mabaki ya matatu hii ya abiria 46. Matatu hiyo ilibingiria mara kadhaa kabla ya kuanguka kwenye mawe karibu na mto. Wasafiri walikuwa wamesalia na kilomita 2 tu kufika walikokuwa wakienda kwa sherehe ya mahari. Ila sherehe hiyo iligeuka majonzi huku watu 7 wakifariki papo hapo na wengine zaidi ya 60 wakijeruhiwa. Ikapoteza mwelekeo na kwa maana the terrain is sloppy, ikaenda kutumbukia na huko chini kwa mto, karibu na mto. Iliweza kuua watu 7 on the spot. Kwa manusura ni tukio ambalo liliwashtua moyo. Fanya kuzimika, ikakataa break, ikazima mataa na ikakuwa vieta, ili roll. Sasa vitu zingine zikatoka, huku juu ikakatika. Nilistukia nikiwa ninapebwa na watu, nalalishwa na fiti kanilalia. Eva na mtoto mmoja pale mbele, mtoto alikuwa analia, alikuwa anatoa sauti sana, na watu waliposikia hiyo sauti wote wakaungana pamoja, walipelekwa hospitali. Tulipata manusura 28 wale ambao waliweza kuchukuliwa wakapelekwa pale Matiliku Sub County Hospital, na hii hospitali yetu ambao ni Makueni County Referral Hospital iliweza kureceive manusura 41. Nyumbani kwa mzee Julius Kibwana katika eneo la Kalembwani, mahema haya yanaashiria matayarisho kabambe ya hafla hiyo iliyokuwa inasubiriwa. Sasa nyuso za huzuni ndizo zilizosalia, viti vikiachwa solemba, pilika za kuandaa mankuli zikisitishwa ghafla. Tulikuwa tunagojea hiyo sherehe ya msichana, tulikuwa tumeshaliwa na yeye, na kwa hivyo hiyo ni accident hiyo ilikuwa inatokea. Kwa upande wa familia yetu hiyo ya kina Kibwana imetupika sana, hata vile tunaweza kukufanya. Na hapo kitu kama saa 11 hivi kama ndio tulisikia kelele huko. Vile tulisikia kelele huko, hata watu wote wanavishikwa na blama, kauliza sasa kitu gani kinaendelea? Kwenye mteremko huu hapa katika eneo hili, matatu hii ilikuwa ishuke na barabara hii, lakini ikapoteza mwelekeo na kuingilia katika eneo hili ambapo ilienda kwa zaidi ya mita 500 kutoka mahali tuliposimama na kuanguka. Michael Mtinda, runinga ya Citizen, Makueni. Na mpole kwa jamaa na marafiki.